tunamwenzi sawa. zawadi ya uhai wa kila mmoja wetu, na kwa namna pekee Padre Timotheo Nyasulu. Tunamshukuru kwa zawadi hiyo, lakini licha ya kumshukuru tunamuombea. Tunafahamu kwamba yeye ni binadamu, ana mapungufu yake, ana udhaifu wake. Sisi ambaye tumekuwa naye kwa muda mrefu tukifanya naye kazi kwa pamoja, tungependa sana baada ya maisha yetu hapa duniani tukusane sote katika utukufu wa Mwenyezi Mungu tukishangilia ukuu wake. Na ndiyo maana tunamwombea kwa namna ya pekee, na hasa tukijua kwamba mwaka huu ni mwaka wa mtakatifu, mwaka ambao kanisa umetupa zawadi ya kuwaombea marehemu wetu rehema kamili, ili waweze kupunguza muda wao wa toharani na hivyo kuingia katika utukufu. Tumshukuru Mungu, tumuombee, lakini pia tujiweke tayari kufanya yale yote tunayopaswa kuyafanya kwa ajili ya kumpatia rehema kamili. Na sasa tukiri dhambi zetu pata kustahirishwa kuadhimisha mafumbo haya. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi
atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Ulimpamba kwa daraja takatifu alipokuwa hai duniani, afurahi milele katika utukufu wa mbinguni kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Bwana asema hivi: kama ukiondoa nira isiwepo kati yao, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kuto kuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana
nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Neno la Bwana. E Bwana, unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako. E Bwana, unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako. E Bwana, unifundishe
Siku ile Yesu aliona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi korodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote, akaondoka, akamfuata. Na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi wao wanung'unikia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, taifa la Mungu, marafiki wa Yesu wa Nazareti, tumekutana asubuhi hii kwa lengo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru kwa zawadi ya uhai wa kila mmoja wetu, lakini hasa kwa ajili ya uhai wa Padre Timotheo Nyasulu ambaye alihudumu katikati yetu, na kwa namna ya pekee kabisa katika kati ya utoto mtakatifu. Mengi tumejifunza kutoka kwake, mengi tulishirikiana naye, na moja kubwa ambalo tunaloliomba, ule ushirikiano tuliokuwa naye akiwa hapa duniani, basi kesho katika maisha yajayo, ule ushirikiano Mwenyezi Mungu aturehemu tuweze kuendelea nao. Tumesikia katika somo la Injili, Lawi anaitwa mfuate Yesu, na si tu anaitikia wito huo, lakini jioni yake tunaambiwa akamfanyia karamu. Kwa hiyo hata sisi sio tu tulimfuata Mungu pamoja na Padre Nyasulu, lakini tungependa katika ile karamu ya mwisho na sisi tuwemo. Kuna moja kati ya desturi nzuri kabisa ya kanisa ambayo wengi wetu hatuifahamu, na kama hatuifahamu hatuishiki. Kwa heshima ya Padre Nyasulu, kama wewe hiyo desturi hauifahamu au haishiki, basi kuanzia leo uanze kuiishi. Desturi ni ndogo kweli, kwamba kila tunapokula, baada ya sala ya kushukuru, tunapaswa kuwaombea marehemu wetu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Na kwa nini kanisa imekuwa na desturi hiyo? Imekuwa na desturi hiyo kwa sababu ya kuyatafakari maandiko matakatifu. Yesu anawaambia wa mitume wake, sitokula nanyi mlo huu, divai hii, mkate huu, mpaka katika karamu ya nani? Mpaka katika karamu ya mwanakondoo mbinguni. Kwa hiyo maana yake nini? Yesu anaambia huu mlo ambao tumeshirikiana hapa kula, upo mlo mwingine. Kwa hiyo kama vile ambavyo sisi tumeshirikiana hapa, nataka na nyinyi mjitahidi ili siku moja tushiriki wote katika ule mlo wa wapi? Wa mbinguni. Kwa hiyo sisi kila baada ya kula tunawaombea marehemu wetu. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba hawa marehemu tulikaa nao pamoja, tukinywa supu,
tulikaa nao pamoja kula kitimoto. Basi Mwenyezi Mungu yani ukusaidie huko mbinguni pia kuwa na kitimoto, tukutane, tule, tufurahi. Kwa hiyo ni moja kati ya desturi njema. Kila unapokula kumbuka hii karamu ya duniani hapa ni kivuli. Walisia wenyewe ni ile karamu ya mwana kondoo. Kila tunaposhiriki mwili na damu ya Bwana wetu hapa Yesu Kristo hapa altareni, tukumbuke ipo harusi ya nani? Ya mwana kondoo. Kwa hiyo kila ukila kumbuka si tu kushukuru kwa ishara ya msalaba na kwa sala, lakini pia kufanya nini? Kuwaombea marehemu wetu. Tutashinda jamani kufanya hivyo? Na kama hujaanza uanze leo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai wake, na kwa namna ya pekee leo tunakuja kumwombea huyu ambaye tulishiriki karamu hapa duniani, na baadhi yenu niliwaona mkishiriki naye karamu kule Same. Ndio niliwaona. Niliwachungulia nikawaona mnashiriki naye karamu kule Same. Kwa hiyo huyu ambaye tulishirikiana hii karamu hapa duniani, tunamwombea Mwenyezi Mungu amrehemu, ampe uzima wa milele. Na sisi hapa tunasema aliyotuacha tutajitahidi ili tukifa tufe katika hali ya neema, hali ya haki, ili Mwenyezi Mungu atukaribishe katika karamu yake, tushirikiane naye. Kwa mwaka huu mtakatifu, jukumu hilo ni jepesi mno. Jukumu la kumwombea marehemu wetu, jukumu la kumwombea Padre Nyasulu kuingia mbinguni ni jepesi mno. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni, kanisa limetupa zawadi ya kuweza kumpatia marehemu wetu rehema kamili. Rehema kamili. Tena nyinyi mna bahati. Msimbazi, mwanzoni mwaka huu nilipofanya ile semina pale, nilizungumzia sana juu ya nini? Matendo ya kufanya ili tupate rehema kamili. Rehema kamili ni nini na tunapaswa kufanya nini? Hapa Nyasulu nakumbuka alikuwa amesimama pale, amekaa kule akasimama. Si kama vile nilikuwa nazungumza naye. Mwenyezi Mungu si ukoje? Kwa hiyo rehema kamili ni ondoleo la adhabu ya muda ya dhambi iliyokwisha samehewa katika sakramenti ya kitubio. Nilielezea sana, nitasema kidogo tu kwamba mimi nikitenda dhambi yanapotokea mawili, yanakuwa na adhabu mbili. Adhabu ya kwanza ni ya milele. Adhabu ya milele unaitumikia wapi? Motoni. Mimi nikienda kuungama, hii adhabu ya milele inafutwa kwa sakramenti ya upatanisho, narudishiwa ile neema yangu. Lakini kurudishiwa neema yangu na kufutiwa adhabu ya milele, si kwamba hii adhabu ya muda imefutwa. Hii adhabu ya muda pia napaswa kulipia, ama kwa kutimiza malipizi niliyopewa na padri, ama kwa kupata rehema kamili. Na mtu ambaye anapata rehema kamili anakuwa mtakatifu kama Baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Nilivyoambiwa mnakuja kufanya misa hapa ya kumwombea Padre Nyasulu, nilishukuru mno. Kwa nini? Kwa sababu huku ni kituo cha hija, na masharti yake uende hija, ushiriki katika misa na kukomunika, usali kwa nia ya Baba Mtakatifu. Kwa hiyo hapa sisi sote tunaweza kumpatia rehema kamili, na rehema kamili haihitaji ya sisi sote, mmoja tu inatosha. Na wote mpaka sasa hivi haya masharti tumetimiza, labda mmoja tu na wasiwasi kama je mmeungama, hili sina uhakika. Lakini kama hata mmoja wetu yupo aliyoungama, maana huyu leo anaweza kusababisha Padre Nyasulu kupata rehema kamili. Nashukuru Mungu, wakati ninaanza kuhubiri kuna mtu mmoja kuwepo
niliposema kwamba mlikuwa mnashiriki karamu na panyasulu, angekuwepo ningesema pia mlikuwa mnashiriki kinywaji na panyasulu, lakini kwa sababu kwa kuwa ameingia sikusema neno la pili. Kwa hiyo nimemalizia yote mawili. Mlikuwa mnashiriki karamu ya chakula pia na kinywaji. Kama mlikuwa mnashiriki hapa, leo tunaomba pia mbinguni tukashiriki naye. Kwa hiyo leo tumesema tukitoka hapa tutaenda Hija mpaka kule, tutatembea mpaka kule. Leo tuna nafasi hiyo. Mwisho hapa mtatoa baraka ya neema kamili kwa wale ambao wametimiza hayo masharti, tuweze kuyatenda kwa ajili ya panyasulu. Nishinda wewe. Kwa hiyo leo jamani, sio siku ya huzuni. Leo kwa kweli ni siku ya furaha. Kwa nini? Kwa sababu tunapotenda hayo tuna uhakika wa huyu ndugu yetu, rafiki yetu, padri wetu, baba yetu, mlezi wetu, kwamba leo anasema okay, msichelewe sana, njooni huku, kuna misosi na viti moto vinono zaidi, kuna vinywaji vitamu zaidi kuliko hata hivyo vya kwenu. Huko vya kwenu vimechakatuliwa nini, huku viko vile yenyewe. Ndugu zangu, moja tabia nyingine, desturi nyingine ya pili nzuri kwa marehemu wetu ni ile tunaalikwa kila tunaposali sala ya malaika wa Bwana. Tunasali sala ya malaika wa Bwana saa 12 asubuhi, saa 6 mchana na saa 12 jioni. Lengo lake ni kutakatifuza wakati wote tunaweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Wakati wote, iwe asubuhi, mchana na jioni, mimi najitoa kwa Mwenyezi Mungu. Na katika kujitoa iko moja tunachopaswa kufanya ni kuwaombea nani? Marehemu. Kwa hiyo ukimaliza kusali malaika wa Bwana, malizia pia raha ya milele, uwape Bwana wapumzike kwa amani. Kwa hiyo siku nzima unawaweka wafu hawa marehemu, na unapoweka wafu hawa marehemu, na wewe mwenyewe pia unajikumbusha. Tukienda kule kuna bango fulani limeandikwa, ulivyo wewe ndivyo tulivyokuwa sisi, tulivyo sisi ndivyo utakapokuja kuwa wewe. Kwa hiyo kila wakati unapokumbuka kuombea marehemu wetu, inanikumbusha na mimi pumzi zile sio za kwangu. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma tumejipaka majivu, siku tunaanza Jumatano majivu, na majivu hayo yalikuwa yanamaanisha nini? Majivu hayo yalikuwa cha kwanza yanatukumbusha, ya kwanza ni ishara kwamba sisi ni watu wa mauti, na ndio maana pua zetu zote tunatazama wapi? Ndio ujanja wako wote, mbwembwe zako zote, ukatika kwako kote, mwisho wa siku wapi? Ardhini. Wewe ni mavumbi. Kwa hiyo mimi ninapowakumbuka marehemu asubuhi, mchana na jioni, pia nakumbushwa na wewe pia ni marehemu mtarajiwa. Alifundisha msemo Askofu Msomba, alituambia tuanze kujikumbuka, kujiombea sisi wenyewe, kwa sababu sisi wote ni marehemu watarajiwa. Kwa hiyo ukimaliza kuombea marehemu, ujiombee na wewe mwenyewe. Raha ya milele unipe Bwana. Hamjajibu. Raha ya milele unipe Bwana. Nipumzike kwa amani. Sasa wengine hawapendi kupumzika. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyosema, tumekuja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kumshukuru Mungu ni vema na ni haki, tendo linalotupatia wokovu. Lakini pili, tunazidi kumwombea, na kwa namna ya pekee leo wale wote ambao wametimiza yale masharti ya kumwombea rehema kamili waweze kuyatenda, ili siku moja tuweze kufurahi pamoja naye milele. Tuchukue basi dakika moja, kila mmoja wetu aingie ndani ya nafsi yake, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai wa Padre Timotheo Nyasulu, lakini pili kumwombea Mwenyezi Mungu amrehemu, ili siku moja tuweze kufurahi pamoja naye katika karamu ya mwana kondoo huko mbinguni. Tuchukue basi hiyo dakika moja ya ukimya na utulivu na tafakari.
sasa tumpelekee Mungu maombi yetu. Mungu, Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya imani. Tunakuomba umlinde na kumjalia afya njema Baba Mtakatifu Francisco, afya yake imarike, aendelee kulichunga kanisa lake akiongozwa na hekima itokayo kwako, Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa viongozi wa kanisa. Tunakuomba uwalinde na kuwajalia afya njema maaskofu wetu, mapadri wetu, mashemasi wetu, watawa wa kike na wa kiume. Neema ya wito wao iendelee kuwa baraka kanisa lako, Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa taifa la Tanzania. Tunakuomba uwalinde viongozi wa serikali yetu, waongoze nchi yetu kwa kutumia hekima itokayo kwako, Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunakutolea sala zetu kwa ajili ya mtumishi wako Padri Timotheo Maganga uliyemuita kwako. Tunaomba astahilishwe kupokelewa kwako mbinguni, Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya imani. Tunakuomba mwaka huu wa jubilei kuu uwe mwaka wa kupata rehema kamili kwa kuziungama dhambi zetu, Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba uyapokee majitoleo ya watumishi wako walezi ambao uliwaita kwako kwa njia ya kifo, wastahilishwe kuona uso wako, Bwana. Tunakuomba utusikie. tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Moyo
ya mafungo haya matakatifu, mtumishi wako Padre Timotheo aone wazi aliyokuwa akiyadumisha kwa uaminifu hapa duniani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ili kwa njia yote sisi wakosefu tuondolewe ukaidi na kuwapatia chakula wahitaji, ufanye wahitaji wa ukarimu wako. Kwa hiyo sisi wanaomba malaika tunakutukuza kwa sauti ya kukusifu, ukisema bila mwisho: Usiku wa karamu kuu ya mwisho alitwaa mkate, akabariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Ni
Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe, alikushukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Mwokozi wa ulimwengu, tuokoe. Wewe uliyetukomboa kwa msalaba na ufufuo wako. Kwa hiyo Baba ule mtakatifu, sisi nasi tunapoadhimisha ukumbusho wa Kristo mwanao na mkombozi wetu, uliyemwongoza kwenye utukufu wa ufufuko kwa kupitia mateso na kifo cha msalaba, ukamketisha kuume kwako, tunatangaza kazi ya upendo wako mpaka utakapokuja, na tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha baraka. Uwe radhi kuitazama dhabihu ya kanisa lako. Kwa njia hiyo tunakutolea sadaka ya kipasaka ya Kristo aliyetolewa kwa ajili yetu. Kwa nguvu ya Roho upendo wako, tujalie tuhesabiwe sasa na mpaka siku ya milele miongoni mwa viungo wa mwanao, ambaye tunashiriki mwili na damu yake. Ee Bwana, uwe radhi kuiongoza kanisa lako kwenye utimilifu wa imani na mapendo, pamoja na mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Yuda Tadei na msaidizi wake Heri na maaskofu wote, mapadri na mashemasi na watu wote wanaofanya kuwa taifa lako. Fumbua macho yetu ili tuyaone mahitaji ya ndugu zetu, uchochee ndani yetu maneno na matendo ya kuwafariji wale wasumbukao na walemewa na mizigo. Utufanye tuwatumikie kwa dhati, tukifuata mfano wa Kristo na amri yake. Kanisa lako liwe ushuhuda hai wa ukweli na uhuru wa amani na haki, ili watu wote wapate matumaini mapya. Wakumbuke ndugu zetu Padre Timotheo Nyasuru waliolala katika amani ya Kristo wako, na marehemu wote ambao imani yao ilijua wewe peke yako. Wapokee, wafurahie kwenye nuru ya uso wako, na wajalie utimilifu wa uzima katika ufufuko. Jalia na sisi tukisha kumaliza maisha hapa duniani, tuafikie makao ya milele, ambapo tutaishi daima pamoja nawe, kwa kushirikiana Bikira Maria mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, pamoja na mitume na mashahidi na watakatifu wote, tutakusifu na kutukuza kwa njia ya Yesu Kristo mwanao. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukipata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema, Uta
wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walio kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona.
Ee Mungu, tumepokea sakramenti ya kuleta wokovu na kuomba huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Padre Timotheo, afurahi kupokea wazi huko mbinguni yale mafumbo aliyokuwa akihudumia hapa duniani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Chukua nafasi kwa niaba ya walezi wa Mtoto Mtakatifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam na Jimbo teule la Bagamoyo kumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, na pia kumshukuru Padre Stefano na Baba Shemasi. Mshukuru kwa namna pekee Padre Stefano wakati tulipomuomba ashiriki nasi misa hii, si kwa sababu tu anatoka Chang'ombe na Padre Timotheo, lakini kwa sababu pia yeye ndiye alituwezesha kwenye ile semina na kuweza kupata yale yaliyohusu rehema kamili kuhusu mwaka huu wa jubilei. Kwa wale walikuwa semina, nakumbuka alisema nani yuko tayari kufa katika mwaka wa jubilei, akamgeukia rafiki yangu Timotheo. Rafiki Timotheo akasema sio mimi. Sasa kumbe alikuwa anasema kwa nje, lakini kwa ndani alikuwa anasema ni mimi. Kwa hiyo rafiki yangu Timotheo ndio akawa yeye amefariki mwaka huu mtakatifu, mwaka huu wa jubilei. Ratiba yetu ni kwamba baada ya baraka tutajiandaa, tutaelekezana, tutaanza maandamano kuelekea kituo cha hija pale makaburini, na wakati huu wa safari hiyo yote tutakwenda tukisali rozari. Kwa wale walikuwepo Jumamosi tulipeana rozari, kwa kila mtu hakikishe kwamba ana rozari. Sasa kama siku ile nilipokupa rozari ilikuwa haijabarikiwa, unyoshe mkono useme hapa sasa hivi ili padri abariki. Kama tayari umeshafanya huko parokiani kwako ni vyema. Inaonekana hakuna alinyosha mkono, kwa hivyo tumeshabarikiwa. Basi nikuombe Baba kwa neno, lakini pia labda watapenda walezi wa Mtoto Mtakatifu kumfahamu Baba Shemasi, labda wengine hawajamfahamu. Baada ya hapo nikuombe kama una neno na pia uweze kutupatia baraka, tuungane pamoja katika maandamano. Asante. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo Tumaini letu. tumaini letu. Kristo. Shemasi Gabriel Victor Kiondo, natokea parokia Mtakatifu Polycarp, askofu na shahidi Kilamba, lakini utume wangu nafanya katika parokia Mtakatifu Padre Pio Tabata Kisiwani. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Niseme neno moja tu, Bagamoyo sio jimbo teule, ni jimbo, na Askofu Msomba sio askofu sijui teule, ni askofu. Ndio maana kwanza amkusikia nataja jina lake, ameanza kutajwa toka jana katika jimbo lake. Kwa hiyo hakuna jimbo teule, hakuna askofu mteule tayari, kwa sababu Msomba ni askofu tayari. Kitachofanyika kufanyika ni kupewa jimbo, lakini apewi uaskofu. Yeye tayari ni askofu, na lile jana lilipotangazwa na mipaka yake na parokia yake tayari ni jimbo. Kwa hiyo naona mimi sikumtaja kabisa leo. Nilikuwa nikimtaja kana mimi nijisikia Stefano, lakini basi simame.
Kwa ajili ya kutimiza masharti ya kupata rehema kamili, tunapaswa kusali kwa nia za Baba Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Bwana wabariki na kuwalinda. Awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Awainulie uso wake na kuwapa amani yake. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Ondeni mabadiliko mioyoni mwenu, kwa kufungana, kwa kulia na kuomboleza, nirudieni mimi kwa lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapoendelea kusali tukielekea makaburini, tutakwenda kwa maandamano kwa mistari mitatu, na Mama Punda atatufungulia sala ya Rozari, na baadaye tutakuwa tukisali kwa kupokezana kama ifuatavyo. Watakaoanza wanaongoza fungu la kwanza na wanaitikia wengine, waliokuwa wanaitikia wataongoza, wale waliokuwa wa mwanzo wanakuwa na wenyewe wanaitikia. Dekania ya Kibaha, dekania ya Mbezi, dekania ya Maburuza, dekania ya Ubungo, dekania ya Makuburi, dekania ya Thomas Noho na jimbo la Bagamoyo watatuongoza kwa fungu la kwanza. Sisi wengine tutaitikia
na fungu la pili, dekania ambazo sijazitaja zitatuongoza na dekania nilizozitaja zitaitikia. Tutakapomaliza hii rozari ya Fatima, walezi vijana watatuongoza rozari ya huruma ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.